Taharuki yaibuka nchini Tanzania baada ya habari ya tanzia kuibuka na kutikisa wananchi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania imeingia katika taharuki kufuatia taarifa za ajali ya viongozi wa juu wa serikali, mawaziri watatu na mbunge iliyotokea eneo la Mwandoya mkoani Simiyu. Taarifa hizi zilijitokeza kwa njia ya mitandao ya kijamii zimelazimu wananchi na wanaharakati kuhoji ukimya wa serikali kuhusu tukio hilo ambalo linadaiwa kutokea siku kadhaa zilizopita. Mwanaharakati mashuhuri Maria Sarungi aliibua mjadala huo kupitia ukurasa wake wa mitandaoni ya kijamii, ambapo alisema kuwa hayo yaliweza kutokea ila serikali ya Samia Suluhu bado imekimya. Kauli hii imechochea maoni mseto kutoka kwa wananchi na wanasiasa waliotaka kuifahamu hali ya viongozi waliopata ajali, mazingira ya tukio hilo pamoja na hatua zilizochukuliwa na serikali. Pamoja na ukubwa wa tukio hilo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali kufika leo, na Wizara ya Habari, Ofisi na Waziri Mkuu wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kipenda TAMISEMI hawajatoa tamko lolote. Hata hivyo, imeibua maswali kuhusu taratibu utoaji wa taarifa muhimu haswa kwa umma, hasa pale viongozi wa juu wa serikali wanapopatwa na majanga. Baadhi ya wananchi wanasema kwamba serikali imekuwa ya kawaida ya kuchelewa kutoa taarifa au kutoziangazia ama kuzitangaza kabisa matukio yenye maslahi kwa umma. Hali inaongeza wasiwasi, hofu na kusababisha kuenea kwa uvumi. Wito umetolewa kwa serikali kutoa taarifa rasmi kwa umma kuhusu ajali hiyo, majina ya mawaziri waliopata ajali, hali zao za kiafya, chanzo cha ajali na hatua zitakazochukuliwa. Pia kumekuwa na maombi ya serikali kuwa na mfumo wa wazi wa kutoa taarifa pindi matukio ya dharura yanapotokea ili kuondoa uvumi na kutoaminiana. Ajali hii ikiwa imethibitishwa inapaswa kuwa somo muhimu kuhusu umuhimu wa mawasiliano ya haraka na ya wazi kwa umma. Wakati ambapo mitandao ya kijamii imekuwa chanzo kikuu cha habari kwa wananchi wengi, serikali ina wajibu wa kuhakikisha taarifa rasmi zinapatikana kwa wakati na kwa usahihi ili kudhibiti taarifa potofu na kuhakikishia wananchi usalama na uongozi madhubuti. Mpaka sasa hali ya mawaziri na mbunge waliodaiwa kupata ajali bado hajajulikana rasmi. Wito unazidi kutolewa kwa serikali kutoa tamko la haraka, si tu kwa ajali hiyo bali pia kuweka utaratibu thabiti wa kushughulikia na kutangaza matukio makubwa ya dharura na usalama wa viongozi na wananchi kwa ujumla.